Ufaransa inatajwa miongoni mwa mataifa yaliyoshiriki katika vita vya kimbari nchini Rwanda, huku benki ya Ufaransa ikikabiliwa na mashtaka. Nchini Ufaransa, muungano wa vyama vya kiraia kwa ajili ya Rwanda CPCR umewasilisha mahakamani malalamiko dhidi ya benki ya Ufaransa, ukishutumu kwa kushiriki katika mauaji ya kimbari na uhalifu dhidi ya binadamu wakati wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watusi nchini Rwanda. Taarifa hiyo iliyofichuliwa na gazeti la Liberation de Radio France inatokana na mfululizo wa uhamisho wa fedha unaoshukiwa ambao unadaiwa uliwezesha kupewa silaha kwa vikosi vya mauaji ya kimbari. Hili linathibitisha namna ambavyo mataifa ya magharibi yanavyotengeneza migogoro katika bara la Afrika na mauaji katika bara hili na hatimaye kutaka kuteka rasilimali. Kati ya mwezi Mei na Agosti mwaka 1994, wakati wa mauaji dhidi ya Watusi nchini Rwanda ambayo yalifikia kilele chake, uhamisho mara 7 ulifanywa kutoka katika akaunti ya benki ya taifa la Rwanda BNR iliyofunguliwa katika benki ya Ufaransa, jumla ya kiasi cha faranga milioni 3.17 au takribani euro 486,000. Wakati huo BNR ilikuwa ikisimamiwa na mamlaka ya mauaji ya kimbari. Malalamiko hayo yaliwasilishwa Desemba 4 mwaka huu kwa jaji mkuu wa uchunguzi wa kitengo cha uhalifu dhidi ya binadamu huko Paris. Yanatafuta kubaini kama benki ya Ufaransa ilishindwa katika majukumu yake ya usimamizi, ikizingatiwa kwamba Umoja wa Mataifa uliweka vikwazo kwa silaha Mei 17 mwaka 1994. Lakini tutazame, je, fedha hizo zilikusudiwa kwa ajili ya mawasiliano na silaha? Kulingana na wataalamu kadhaa wa Umoja wa Mataifa waliotajwa katika malalamiko hayo, uhamisho huo unadaiwa kutumwa kwa kampuni ya Ufaransa Alcatel inayoshukiwa kutoa vifaa vya mawasiliano pamoja na balozi kadhaa za Rwanda. Kulingana na Alain Gauthier aliyewasilisha malalamiko hayo, lengo kuu lilikuwa kununua vifaa vya kijeshi. Unaponunua silaha, uhamisho huo haufanyiki moja kwa moja. Pesa zilipitishwa kupitia balozi. Namna ya kuficha jinsi pesa hizo zilivyotumiwa, anaeleza mlalamikaji. Ushuhuda unataja haswa ununuzi wa simu za satellite ambazo zilizingatiwa kuwa za kimkakati na serikali ya mpito ya Rwanda wakati huo ili kudumisha mawasiliano yake. Hata hivyo, benki ya Ufaransa inakanusha kosa lolote. Swali linabaki, benki ya Ufaransa ilijua ni nini kuhusu mwisho wa uhamisho huu? Kwa nini haikuzuia, haswa wakati wa marufuku ya silaha? Alain Gauthier anabainisha kwamba isingeweza kujua hali hiyo. Mnamo Mei 14, Umoja wa Mataifa ulitangaza marufuku ya silaha na kila mtu anajua. Ikiwasiliana na AFP, benki ya Ufaransa imekanusha kosa lolote. Inadai kuwa haikupata dalili yoyote ya uhamisho huo uliotajwa, huku ikibainisha kuwa uchunguzi wake ulibaki wazi. Muda ukiwa mfupi sana tangu malalamiko hayo yalipowasilishwa. Hata hivyo, benki hiyo inakumbusha kwamba sheria inaitaka kuharibu hati hizi baada ya miaka 10. Mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi nchini Rwanda ilisababisha vifo vya zaidi ya watu 800,000 kati ya mwezi Aprili na Julai mwaka 1994 kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue mengi yanayojiri katika ulimwengu.